mwisho hii ambayo ilikuwa na azimio ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2016. Kwa azimio lao ambao walikubaliana kwamba yale walioandika basi ikiwezekana wapate utekelezaji wake. Kwa hivyo hapa sasa tumekuja ili tukubaliane pande zote mbili, sisi na ninyi. Mara ya kwanza hii barua mliituma na ndio utaratibu, mliituma kwenye ofisi ya mamlaka. Mamlaka iko chini ya halmashauri ya wilaya. Kwa hiyo katika vikao vyote mamlaka ilishafanya kazi yake kama ambavyo mliiomba, nayo ikapeleka kwenye ngazi ya juu ambayo ni ngazi ya halmashauri ya wilaya. Nasi tumefanyia kazi, katika kufanyia kazi ikatulazimu juzi tarehe 7 tuondoke na wenzetu ambao ni viongozi wetu wa soko, akiweko mweka hazina sipo hapo yule pale, lakini vile vile na mwenyekiti wa soko na wajumbe wachache wa mamlaka ya mji kwa mfano, tukaambatana nao kwenda kujifunza kwa wengine, kwa sababu na sisi kama halmashauri tunatamani soko letu liwe vizuri, lakini masoko jinsi yalivyokaa yamekaa kihatari zaidi. Wote tunajua madhara ya moto yanapojitokeza na jinsi ambavyo wafanyabiashara wanavyoathirika. Hiyo ndio sababu kubwa iliyotufanya leo tukusanyike asubuhi ya leo. Tumejifunza Tunduma moto ulivyoleta madhara, tumejifunza Mbeya katika masoko mbalimbali jinsi moto ulivyoleta madhara. Lakini athari kubwa zilizojitokeza katika masoko hayo zimetokana na kuwa na masoko hatarishi. Soko letu la Vwawa, makao makuu ya mkoa, makao makuu ya wilaya ni soko hatarishi. Wote tunalifahamu. Na ndio maana mkafanya maamuzi muhimu ya kwamba sasa muone haja ya kwamba soko hili liweze kufanywa marekebisho, liwe katika mazingira ambayo hayatakuwa ya hatarishi tena. Kama ambavyo masoko mengine yamekuwa hatarishi na madhara yake tumeona. Tunamshukuru Mungu kwa hatua tuliofikia, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwamba tuko salama mpaka leo, lakini bado tuko katika mazingira hatarishi ambayo lazima tuyafanyie marekebisho kama ambavyo ninyi kwa moyo wenu mliona inafaa kuweza kufanya zoezi hili. Ndugu wafanyabiashara, jambo hili limechukua muda mrefu. Makusudio yenu ilikuwa jambo hili pengine lingefanyika mapema zaidi. Lakini mfumo wa mawasiliano lazima tuseme haukaa sawa sawa. Kwa hiyo ilikuwa kama maneno, lakini hatimaye tunafika leo kwamba tuzungumze. Lakini kuna pamoja na hayo yote tuliyosema, uhatarishi wa mabanda yetu ambayo mnayaona wote ni ambao. Mabanda haya ambao tena mbao zingine za zamani za miaka 90. Hizi mbao zimekauka kupitiliza. Kwa maana zikigusa moto ni hatari zaidi. Lakini je, hata zikigusa moto mazingira yetu yanaruhusu? Ikitokea janga lolote tunaweza kuzima moto wetu hata kama tuna mazingira haya? Mazingira yetu bado ni hapana. Gari ya kuzima moto haiwezi kupita hapa, haiwezi kuingia, wote tunalijua. Zamani miaka 94 ambapo mimi nilikuwa naendesha basikeli kuja hapa sokoni kuleta maziwa, magari yalikuwa yanaingia ndani. Uongo kweli? Kweli. Yalikuwa yanaingia. Sasa tumeharibu mazingira, huo ndio kweli. Leo gari haiwezi kuingia, trekta zamani ilikuwa trekta, yalikuwa magari makubwa mawili nakumbuka. Yalikuwa yanaingia hapa ndani, sasa hivi hayawezi. Moja wapo mlioharibu vibaya. Pale ulipokuwa unashona nguo pale, zamani nilipokuwa nashona nguo hivi mfano. Maana ndio kweli. Na rafiki zangu wanaokabiliana na soko hili hapa kwenye chai hapa ndani kuna ingia na zile mboga mboga. Hapa upande wa pili. Wameongeza mbele, gari haiwezi kupita hata tukipata dharura yoyote. Sasa hivi wanaoweza kuingia ni wabuchi. Wale na nyama zao. Ndio wanaweza kuingiza magari yao yale ya futi 3. Mita 3 tunasema. Lakini lazima tujiondoe katika mazingira hatarishi. Hizi pesa wengine wamekopa. Sasa kesho zikiungua ni tatizo. Kwa hiyo katika mazingira hayo na sisi tumeona basi ni vema turudi katika mazingira ya kuboresha. Lakini tulipokwenda na wenzetu kujifunza Mbeya, kuna mambo ambayo tumeyabaini, ambayo tumeona na sisi kama Mbozi lazima turudi tuyaweke ndani yake. Naamini wafanyabiashara na ninyi wanaohusu. La kwanza, katika kukabiliana na moto wenzetu ambao walichokifanya, wameweka maji ya dharura. Mfumo wa maji ya dharura. Kwamba moto ukitokea, zima moto ikifika, maji yanachotwa hapo hapo na kuzima moto. Sisi kwa soko letu hiyo ipo haipo? Hamna. Hiyo inaongeza hatari katika mazingira yetu.
Lakini vile vile wenzetu ambao walichokiweka kingine, wameweka barabara zimekuwa nyingi. Wameweka barabara kuu na barabara ndogo. Barabara kuu zote ni zile ambazo zinapita katika maeneo ambayo kwa maana majengo yao yanakabiliana, yani kama hapa. Sivi ni vibanda na huku ni vibanda. Kwa hiyo gari lio na uwezo wa kupita katikati. Ikitokea dharura yoyote, wote tunajua pamoja na mabanda haya, lakini hata nyumba ukipaka rangi, zile rangi za mafuta, bado ni hatari. Uongo kweli? Lakini ili pahala pako pa biashara pakae vizuri, pae pazuri zaidi, tunaamua kupamba. Unapofanya pawe bora, unaona unapaka na rangi, kumbe ndio unaongeza hatari ya nini? Ya moto. Kwa hiyo wenzetu walichokifanya, wameweka barabara zimekuwa kubwa za kuweza kupitika. Sasa hayo mawili tumeona na sisi lazima tuyaweke. Na jambo la tatu, usalama wa afya zetu. Sasa hivi kuna magonjwa. Kuna UTI, mnasikia jamani? Zamani UTI zilikuwa kidogo sana. Labda zilikuwa tulikuwa tunakunywa na maji wakati tulikuwa tunapona kiurahisi. Sasa hivi UTI ndio tatizo. Ukifuatilia vizuri kwa wataalamu wetu, ukiwauliza tatizo la UTI ni nini, wanakuambia ni matatizo ya vyoo. Mazingira yetu ya soko bwawa yana vyoo vingapi? Yana vyoo vingapi? Choo kiko hiki kimoja. Wenzetu Mbeya tumekuta wameweka vyoo zaidi ya 4. Sasa wakati fulani wanasema sio vizuri kutazamia, lakini kwa jambo zuri lazima uangalizie. Lazima utazamie. Kwa hiyo na sisi tumefikiri kwamba vyoo lazima tuviongeze kwenye soko letu la Vwawa, pamoja na mambo mengine yote. Lakini vile vile pamoja na maji ya dharura, lazima tuwe na kisima cha maji ambayo maji yakikatika, kwa sababu maji ya mfumo wa maji hajawa yaongea, pamoja na kwamba tunaendelea na ujenzi wa mradi mkubwa, lakini bado maji yale sio ya kuyategemea. Tuwe na kisima cha maji ya uhakika ya kuyatumia katika vyoo. Lakini vyoo hivyo wenzetu wa Mbeya, soko la Soweto, tumekuta wao wanajiendeshea wenyewe vile vyoo. Yaani pesa ile wameunda uongozi wao kama ninyi mlivyounda uongozi. Wamevijenga wenyewe. Lakini la ziada kwamba pesa inayopatikana wanaichukua wenyewe, halmashauri haichukui. Ile pesa inaingia kwenye mfuko wa wafanyabiashara. Pale panapotokea changamoto wanaitumia ile pesa. Lakini vile vile pesa hii inawasaidia kuzoa taka. Serikali inaleta gari kwa maana upakiaji, washushaji na mafuta. Ni pesa inatokana na soko. Ni mambo muhimu ambayo tumejifunza. Lakini vile vile wameamua kujishushia bei kwa sababu vile vile wamejenga wao. Ni mambo muhimu ambayo tumejifunza kwa wenzetu. Tukaona yote haya tuyaweke. Lakini kuna jambo moja muhimu ambalo tumeona wamelifanya. Baada ya kupata athari walioziona, baada ya kuamua kuweka barabara, kuna mambo ambayo lazima yalete changamoto. Hatukuzoea, hatukuwa na barabara. Kwa hiyo lazima unapoweka barabara lazima vibanda vipotee. Uongo kweli? Maana huwezi kuweka barabara alafu ukasema vibanda vitabaki vile. Kama wenzangu hapa wanapoingia kwenye matikiti hapa, sio? Upana ule kwenye ramani yao wao wameweka mita 7. Mita 7 kwa lugha nyepesi ndio halisia. Ni futi 21 kwenda mbele. Sasa futi 21 maana yake upande huu wataathirika. Upande wa chini wataathirika. Unapokwenda kwa Senje kule njia ule mlango wa Shimoni, napo vivyo hivyo wataathirika. Unapoingia pale mlango wa kuingilia pale, huko ambako sasa hivi tunaweka kama kastendi pale, lazima wataathirika. Wale wafanyabiashara na wapeleka wapi? Hiyo ndio hoja muhimu sasa. Tunasema lazima tufike pale tuelewane sisi na nyinyi. Tunawapeleka wapi? Maana naona haki ili lizoko la serikali, nao ni Watanzania, nao ni Wanavwawa, nao wananufaika na uwepo wa soko hili. Wanapo wanapata nao ada hapa. Sasa ukisema waondoe, unawapeleka wapi? Sasa hapo ndio ni changamoto. Sasa tukasema nalo hili tuzungumze nani? Tuelewane kwamba tunafanya jambo gani ili kila mtu apate, asinungunike. Sasa hapo ndio tumekuja tuje tuelewane. Na sisi tumetafakari, na ndio maana tumewachelewesha kidogo. Tumeona tushauriane sasa kama serikali. Tumekuja na mawazo kwenu kama mtaridhia. Pamoja na mitasari yenu
lakini tulifikiri asikose mtu kibanda. Ramani yetu inatuambia watu 260. Lakini 264 ndio, ni ile 264. Lakini ni kweli wanufaikaji huko ndani yako 264? Wako zaidi. Sasa hiyo ndio hoja yetu, kwamba hawa zaidi wanakwenda wapi? Sasa tukadhani hapa lazima tujifunze kwa wenzetu. Sisi na sisi tumekubaliana kama halmashauri kwamba tukubaliane wote wapate vibanda huko ndani. Ninyi mnasema asiwepo mtu wa kumpoteza. Asiwepo mtu wa kumpoteza. Wote mpate. Najua jambo hili litaleta minunguniko kwa wengine, lakini lazima tutendeane haki. Kila mtu anajua ana miaka kadha anafanya biashara soko la wapi? La Vwawa. Anajua analipa deni benki kupitia soko la Vwawa. Leo ni kweli tuna makusudio ya kulivunja soko, lakini unapomtoa atalipaje? Wapi tumemwandalia? Ni kweli tunasema kwa sasa kama mlivyosema wenyewe na mlivyopendekeza kwenye mtasari wenu, mnasema muende kwenye soko la Ichenjeze. Soko la Ichenjeze ni la muda, si ndio? Sasa tunataka tuwe na soko endelevu la kudumu. Sasa hapa kuna wale ambao wataogopa kwamba sisi tutapoteza, lakini kiukweli tunatamani sisi wote tutendeane haki, wote tupate, ili mradi hapa alikuwepo Juma Athmani apate Juma Athmani. Na kwa maelezo na hali halisi tuliyoiona na ulimwengu unapokwenda, hata ndugu zetu hawa wagetini hawa, rafiki zangu hawa, nao lazima sasa kwa ramani tuliyojifunza Mbeya, wafanya biashara matunda nao wametengenezewa mfumo wanafanyia ndani, sio pale nje ambapo anaweza pakatokea dharura hata gari kawagonga. Niye mnasemaje? Tunakubaliana hilo? Kwa hiyo tumefikiria haya. Sasa kwa tafsiri hiyo, kama tumeafikiana kwamba lazima wote wabaki ndani, wabaki hapa. Sasa kwa makubaliano haya ambayo tumeafikia, hata ni waulize wanaosema wote wapate vibanda hapa kwenye soko hili, asiwepo wa kuondoka, wale waliokuwa na vibanda wanyoshe mikono juu. Naomba wanyoshe vizuri. Hebu msinyoshe ufanye kuinogwa na wale wanaosema wote tupate vibanda kwenye soko, wanyoshe tena mikono juu. Haya, wanaosema chache wengine wale watoke watafutiwe eneo mbadala. Sasa naomba. Haya, wako wawili. Maka mimi nilikuwa nahesabu kura jamani. Nimesema wanyoshe mikono. Wanaosema tufuate tu ramani ya wataalamu walioleta kwamba wabaki 64 badala ya zaidi ya 64. Wanyoshe mikono. Wabaki wote waliokuwa wananufaika na soko hili huko ndani ndio nataka wanyoshe mikono sasa. Ndio? Haya. Ndugu wafanyabiashara wa Vwawa, tumeafikiana. Maana makubaliano ndo haya. Tunaposema turudi kwa wananchi ndo nini? Haya ndio makubaliano ya pamoja. Kwamba azimio namba moja, kwamba wote tunakubali tubaki kwenye soko. Tubaki wote kwenye soko. Ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, tunakufundi la kwanza pale kwenye mita. La pili, la tatu, la nne, la tano, la sita. La saba kwa white pale. La nane, labda la tisa. Wakasema hawa tisa wote wabaki hapo 9. Sio kama mnaelewana hapo. Yaani hawa 9 wajipange vile vile walivyokuwa wamejipanga. 9 vile vile asiathiriwe mtu. 9 hivyo wabaki. Kitakachopungua hapa ni kwamba barabara zimeongezeka kule. Zimeongezeka sio? Sasa hawa 9 kwenye eneo lao la watu 9. Naomba hapo muelewe vizuri. Yaani hapa na mtatumia walimu wangu sasa hapa mnielewe. 9 hapa, si ndio? Barabara zimeongezeka kule na 7 mita. Vibanda viko 9. Wanufaikaji 9. Sasa ili wabaki 9 tunafanyaje? Maana yake tunapima upana uliobakia kuwa mali halali, si ndio? Tunaugawa kwa 9. Ndio tuelewane pamoja. Tunaugawa kwa 9. Tukigawa kwa 9, maana yake hukumu inayopatikana ndio kibanda chako wewe. Hapo mnasemaje?
Tunakubaliana hapo? Kwamba huo ndio utakuwa fitna. Kwamba huyu alinifanya hivi, mimi walinipunja, vibanda viko sawa. Viwe sawa kwa yoyote. Yaani wote vibanda viwe sawa. Najua uzoefu na shida. Wapo ndio wananufaika watalalamika. Lakini tutendeane haki. Mnaelewa pale? Tusaidiane wote tufaidike kwenye kidogo na kichache tulicho nacho. Hiyo moja. La pili, hawa watu 9 hawa 9. Si tunataka sasa kujenga jengo na kwa mujibu wa maelezo na ndio utaratibu. Mimi na uzoefu kidogo. Tulipopata matatizo pale Tunduma, mimi ndio nilikuwa mwenyekiti vile vile wa halmashauri hii kote mpaka Tunduma. Ndio soko tumelijenga kwa kusimamia sisi kama halmashauri. Lakini wale wenzetu wa Tunduma walijenga wao kama wao. Halmashauri zilichopeleka, tulichimba kisima, tulichimba vyoo vya soko lile la Tunduma liloungua. Hiyo ndio tulifanya. Tulipata wapi hela? Kwa sababu ilikuwa dharura. Tulisema lazima tujenge. Ile hela za nini lazima soko tujenge? Tulisema lazima soko lifanye nini? Lijengwe, lakini liwe na vitu vya kudumu, vya muhimu. Vyoo ni jambo la muhimu na vya kudumu. Kisima tukachimba cha kudumu, maji Tunduma ni shida, lakini maji pale Tunduma sasa sio shida kwenye soko. Sasa kilichofanyika ni gharama za ujenzi. Hapa kunakuwa na ugomvi, kunakuwa na misigano. Mnapolifunga jambo kama mlivyotuletea mwitasaliu, lazima ukubaliane na matakwa, lazima ukubaliane na masharti. Mwingine kwa sababu ukuta zenu zimekaribiana, analeta tofali nyembamba, wewe unaleta kubwa. Mwingine anasema mimi nitajenga mwezi ujao. Mwingine anasema wiki 2 zijazo nitakuwa nimeleta mawe. Hilo jambo halitakubalika. Kwa wenzetu walivyofanya, wao walichokubaliana kwamba msingi unatakiwa kujengwa. Msingi huu tunamuita fundi. Mafundi kama wako wawili tunakubaliana nao. Lazima ramani iwe hii moja. Na ndio maana tunaona pale Tunduma ramani iko hii moja. Vibanda viko sawa, urefu sawa, bati zilizopigwa ziko sawa. Vyote viko sawa. Hakuna mtu akusema mimi chumba changu sikifanya wote sawa. Wanachokifanya na ambacho na sisi tunatamani ndio mapendekezo tunayaleta ni kweli. Mnakubaliana huu msingi utagharimu tofali ngapi? Msingi utagharimu tofali 3000. Kwa tofali 3000 shilingi ngapi? Tofali 3000 ni shilingi 400,000. Shilingi 400,000. 400,000 mnagawa kwa 9. Weka hapo. Hizo ni kwa ajili ya nini? Ya tofali na udongo na sementi za msingi. Ili tulete usawa. Maana fundi kama mnakubaliana na fundi wawili, bloko letu mnatujengea hivi. Ili fundi apanane mkono, awe yule yule. Walichokifanya, ninyi huko mmesema kuna wale wa nje niwafikia kwenye utambulisho. Na wa ndani, nikaona wasisikia. Manake hapa pana kiongozi, wanapatikana mwenyekiti, katibu wa kusimamia ujenzi. Hawa na mhasibu wake watakusanya pesa, nenda kalete tofali. Wanaleta tofali na jengo. Ukiona hutaweza kujenga, afadhali useme mapema. Mimi jamani nguvu sina. Naomba mtafute mwenye nguvu ndio achukue kibali. Maana twende hivyo. Lakini zile gharama si mtakuwa mnaandika kwamba hapa gharama yake ni hii. Tulikuta wenzetu wale waambia baki tuelezane hali halisi tuliyoikuta. Pamoja na vibanda vile vizuri kwa sababu walijenga kwa ushirikiano. Mbona ukuta kama ni vibanda vitatu vimefuatana, maana unajenga kuta 4. Vibanda vitatu ni kuta ngapi? 4. Kuliko ungejenga cha kwako peke yako pale unajenga kuta zote zile peke yako. Lakini mkijenga kwa wingi, maana ukuta katikati si mnashare jamani. Na yule naye mnashare vile vile. Kwa hiyo mwisho wa siku tutajikuta wote tumeshiriki kwa pamoja kwa usawa. Sasa walikubaliana kwamba wewe kama huwezi tunamtafuta mtu mwingine. Uchumi unatofautiana, lakini kwa bei zile walizotumia hakuna kibanda kilichojengwa pamoja na uzuri wa vibanda hiki kilichojengwa kwa zaidi ya kilichofika milioni 3. Hakuna kibanda kilichofika na milioni 3.
vyote viko chini ya milioni 3. Itategemeana na ninyi mnavyojiongeza na mafundi wenu mnapopata tofali. Maana mkiweka udalali ndani yake ndivyo mnapoongeza gharama. Mnaelewa sijui? Maana wengine tofali anasema tofali 140. 140 tofali unanunua wapi hiyo? Lazima muende kwenye bei halisi ili muokoe gharama ya ujenzi wa vibanda vyenu. Lazima muende kwenye bei halisi. Kwa makubaliano kama mtaoni nafaa. Awali tulipendekeza tuwe na vyoo vinne. Tulipendekeza kila kona kuwe na nini? Choo. Kwa maana kona hii choo, kona ile choo, kona ile kule chini choo, na ile kwenye choo cha sasa. Lakini tumefika pale tumeshauriana. Vyoo na matundu mengi, lakini tuwe na vyoo viwili tu. Choo tuwe na kona ile kule ambayo choo kiboreshi vizuri. Na choo kingine kiwe kona hii karibu na ofisi yenu ya wafanyabiashara. Tuweke kwenye kona zilizo mkinzani. Mnasemaje? Sawa. Tunakubaliana? Hayo ndio makubaliano. Huu ndio mkutano wenu ambao mimi nazungumza na ninyi kwa niaba ya serikali. Tunachokubaliana wanaandika. Kwa maana kwamba tunakubaliana choo kikae kona ile na kona hii. Tunafikiana? Ndio. Bila kuathiri vibanda vya watu. Ndio. Si ndio bwana? Ndio. Hai, hilo tumekubaliana na vyoo. Tungeweza kusema mjenge vyoo haraka. Lakini bado mna kazi ya kujenga vibanda. Au mnataka mjenge haraka wenyewe? Aya. Sisi tulikuwa tumefikiria. Tulifikiria wenzetu wale waliojenga cha kwao. Tayari walikuwa na choo kingine lakini tayari soko lao lilishakuwepo. Kwa hiyo tulifikiri kwa kuanzia. Hebu tufanye mbinu mbadala kama serikali. Kuwa na choo, tuchimbe choo pale, kijengwe. Tutakwenda kwenye utaratibu ule wa choo cha zamani. Kadri tutakapokwenda, tutaamua tukubaliane. Nani akisimamia? Msimamie ninyi ama serikali iendelee kufanya nini? Kusimamia. Lakini kwa macho ya haraka mimi nilivyojifunza kule, hapana, niliona ni muhimu kusimamia nyinyi. Si mtakuwa mnaona aibu kuliko kuchafu? Si mtakuwa malioni. Lakini hebu sisi tuanze kwa mtindo huu. Kwa maana choo sasa vinakuwa viwili, lakini matundu yatazingatia idadi ya wafanyabiashara tuliona. Tupange, tukubaliane na ninyi. Vitu ambavyo tunalenga viwepo kwenye soko letu. Ni vitu gani? Sasa tunakumbuka na wengi tunajua kwamba nyuma soko la katikati, si ndio? Ni mitumba. Uongo kweli? Mpaka huku, sio? Upande wa pembeni pale pana mazao, unapoingilia kule mlango kule wakina Mankenja kule zamani. Kule kuna mazao. Sisi tamaa yetu ni kuona kila kitu kinabaki pale pale kilipokuwa. Niye mnasemaje? Yaani kila kitu kibaki kilipo kuwa. Tutakaoongezea ni watu waliokuwa nje. Hawa waliokuwa nje wa matunda. Ndio inabidi litafutwe, lichekechwe eneo, lipatikane eneo la matunda. Lakini katika eneo la matunda tulichokubaliana pamoja na kujenga barabara hiyo, lazima tutengeneze eneo la kushushia bidhaa zetu ndani. Eneo la kushushia nini? Bidhaa zinazoletwa. Au hapo mnasema? Kwamba injinia na mtaalamu wetu waangalie wapi itakuwa eneo la kushushia. Kwa sababu najua ni gharama nyingine. Ukisema mizigo ikashushiwe mbali, kuja kuileta hapa karibu inaongezeka. Kwa tukafikiri kama ni eneo la kushushia liwe eneo hili moja, kwamba hapa tutashushia mizigo yetu. Tutakuwa na vibarabara vingine vidogo ambavyo vitaruhusu guta kupita. Yaani kutakuwa na barabara kubwa za kimkakati, lakini kutakuwa na vibarabara vidogo. Vibarabara vidogo hivi vitaruhusu kupita kwa guta ama bajaji. Lakini sio kwa maana kubeba abiria. Bajaji kama imebeba mizigo ama guta imebeba mizigo yetu ya wafanyabiashara, sio kosa jamani. Yaani lengo letu tunataka kusema pikipiki zianze kufanya biashara ndani. Tunaelewana sio? Pikipiki zikae nje. Lakini bidhaa zinapoletwa zitapita kwenye barabara kuu ya ndani, lakini vile vile zitapita kwenye vibarabara vidogo. Kubaki pale pahala vilipo kwa ramani. Ila kwa ramani ambayo injinia wetu atasimamia bila mgogoro, pamoja na Teo mwenyewe na mwenyekiti wangu yupo,
na serikali yake au mamlaka ipo, viongozi wa soko wapo, ndio waratibu wakuu. Yaani sisi na wenzangu na mwenyekiti wangu huyu kazi yetu kuangalia. Lakini soko linajengwa na nini? Mwenyekiti wa soko mtaona kama inafaa wapi tuongezee viongozi. Tumeongeza bloko hili. Hili bloko alikuwa na kiongozi. Sasa wapatikane viongozi wa kuchukua taarifa ya siku hadi siku. Sasa sisi vuao hapo sasa ni ninyi zaidi, lakini kwa sababu tumesema tunataka tuwe sura ya mkoa, unajua ni aibu jamani. Tuko Kenya, yani hatuna cha kusema. Lakini watu wanapopita wanakata makaratasi kama yale. Yale, unamkete bali. Ni box ile pale. Hapo tunasema soko la mkoa. Kweli? Malimo. Ujali, yani ni ule ni uchafu. Ndio na kibanda yote kale tukutira wando. Kwa sababu ile ni uchafu. Sasa tunataka tuondoe mazingira hayo, ni aibu ile, si mnajua? Sasa tunataka soko hili liwe la mfano. Yaani soko letu haitakiri fanani na Tunduru. Unajua? Samani na kitu. Abatasi wa zamani wanasema eti wale wabibi. Tutupapi kweli ndio waja banuni. Yaani tuliozaliwa miaka leo ndio tumekuwa wazuri, lakini wale waliotoka kwa nyani bakinyenda kumaso bali ninginya polero. Yaani walikuwa wabaya. Sasa kadri mnavyozidi kwenda ndivyo mabadiliko yanakwenda, mnazidi kuimarika, mnakuwa wazuri, mnakuwa bora. Hata nyumba za zamani na za leo zinafanana. Zamani kulikuwa na habari za nini? Mgutu ya basi. Fira mgutu. Marumaru. Zamani marumaru zilikuwa. Yaani tajiri sisi tulikuwa tunamuona aliyesakafia kama hapa. Si ndio? Sasa leo tumebadilika. Kwa hivyo hata soko letu haliwezi kufanana na Sido. Sido wametutangulia. Unanielewa sijui? Sisi lazima liwe bora zaidi. Na kwetu liwe nzuri zaidi. Na watu waseme hapa ndo mkoani. Kwa hiyo mtanisamehe sana. Lakini ndo mfumo na mmekubali wenyewe. Hata ndugu zangu kule huko kwenye miti huko. Sasa hivi ndo kuna huko Shimoni, sio? Si mnaona na watu wanavyokuwa wengi pale uhamiaji. Na sasa hivi wengine wamekuja kutuomba jengo lile la pembeni. Wanataka waeke kitu kingine kikubwa lile la Sorofina lile. Wanataka kufanya maajabu. Sasa ndio wanakutana na mikaratasi miturubai hiyo tu. Ukiangalia bati za hapo juu kwa ndugu zangu wao, utafikiri watu hawapo. Yaani mimaua yote, mimajani yote tena ya wasungu hiyo imejaa juu inatoboa na bati. Tunataka tubadilike, tuwe wasafi na mazingira yetu yafanane na wakati tulionao. Wakati tulionao ni tofauti. Tulikuwa tunaitwa Mbozi, sasa tunaitwa Songwe. Kwa hivyo sisi Tunduma wajifunze kwetu. Songwe Mkwajuni wajifunze kwetu. Ileje wajifunze kwetu. Chiteto wajifunze kwetu. Hili ndio tunataka liwe soko la mfano, lakini kupitia nguvu zetu. Sisi kazi yetu ni kuongoza tufanye nini. Sasa ni wasihi. Hili litakwenda hivyo. Maana wengine nasikia wao kukara, lakini ndio kweli. Wengine wanasema sisi vibanda vyetu tunataka tuongeze urefu. Njombe niseme tu. Hivi unaongozaje urefu kama barabara imekutanua? Hiyo ndoto imekufa hapa. Yaani mfikiriaje tu hapa ndoto unamefanya? Ndio imekufa. Si tumepiga makofi wenyewe. Na mimi nitaka mpige makofi pale mwanzo ndio sheria hii. Maana wengine mtaanza kunigonga maswali. Sisi vibanda vyetu tunataka tuongeze urefu. Habari ya kuongeza urefu na ongezaje kwa sababu vibanda vitakuwa vinasogeleana, tusitagawa kwa 9. Tunagawa kwa 9. Kwa utaki usitaki ndio biashara imeisha hivyo. Mnanielewa? Mmekubaliana, si ndio? Pigeni makofi. Unasema ndugu wafanya biashara kwenye maisha ya kibiashara tunatafuta faida. Kwa ukisema sawa wote muwe sawa. Sasa sio mimi nimesema muwe sawa, ni barabara. Lazima tulinde miundombinu. Hatuwezi kuwa na soko ambalo lina barabara kubwa. Haiwezekani. Tutakuwa tunajihatarisha. Lakini tutapiga mambo pale mpaka pale. Miguu iko 30. Gawa kwa 10. Tunapata miguu mitatu, si ndio? Msingi hapa, ukuta hapa na hapa ndio biashara. Na mimi siwezi kuwadharau makofi yenu. Ndio ndugu zangu.
Ndakuwa mwenyekiti mbaya. Nikiangalau makofi yenu. Ila mimi line ile yote lazima wote wapate. Na wewe mbele vita vile. Kama wewe ulikuwa na vibanda viwili, maana hili nalo nilifafanua. Kama ulikuwa na vibanda viwili, mathalan ulikuwa na cha kwanza kile. Kingine haicho. Sisi tunachotaka kila mlango uwe. Baada hapo tulipokuwa na mlango sasa ni wewe kupatana na yule na huyo aliyekufuatia. Kama mtakubaliana. Bwana mimi nataka hapa niunganishe. Mnanielewa lugha hapo? Nataka nifanye nini? Niunganishe. Bwana njoo tubadilishane. Wewe ondoka hapa nenda pale. Mimi niunganishe hiki. Hapo kuna ugomvi hapo? Na sisi serikali hapo tumesema hapana. Kama watu watakubaliana hivyo ni lakuwa wao. Kwamba hiki kingwa kibanda vibaki sisi mlango yetu tunataka ibaki vile vile. Lakini wengine historia inajionyesha wazi. Yeye hapa alikuwa na vibanda viwili, alivunja kwa kibanda hiki. Huyu tutamkadiri, tutapiga mahesabu yale ya kugawa kwa idadi, ukubwa wake utabaki kwa yule mbadala tuliofanya. Hapo nimeeleka au nirudie? Naomba nirudie. Huyu rafiki yangu anauza vifaa vya nani vya ujenzi. Huyu. Na huyu hapa katikati 180 na 181. Hawa unakuta miaka ya nyuma vilikuwa vibanda viwili tofauti. Waliamua kufanya marekebisho katikati ukuta ule wakautoa. Kikawa chumba hiki kimoja. Kikawa chumba hiki kimoja. Kwa pakawa na ukubwa wa nafasi za vyumba vingapi? Viwili. Huyu maana alifanya maarifa yake. Tutakachokifanya hapa tutagawa, maana hapa tutagawa tutahesabu vibanda viko vingapi? Viwili. Kwa vitaongezeka kwenye 9 ile tutagawa. Kwa hiyo atabaki na ukubwa wa vibanda vyote lakini jumlisha 2. Yaani moja ongeza moja zitakuwa 2. Au bado mnamteniele? Tumekuelewa. Kibanda kikawa kikubwa zaidi, si ndio? Sasa huyu ukisema na ila atakuwa sawa kwa ukubwa ule ile jumlisha 2. Moja ongeza moja zitakuwa 2. Nimeeleweka? Nimeeleweka. Si mnakumbuka katika mchezo kwa ugomvi ketu kana? Tukajitoa Mwanga na madiwani wangu nikawabeba hawa na baraza lao. Nikasema twende kwenye mkutano tukatengue. Tukasema magari yaanze kupita wapi? Ndani. Kupitia wafanya biashara wenu hao wenye viti. Sasa tulikubaliana kituo kimoja kiwe kule. Nataka hapa tuelewane vizuri. Tulikubaliana kituo cha kushusha. Wafanya biashara ninyi bila watu hakuna biashara. Uongo kweli? Na ndio maana mlilalamika wakati ule. Sasa ndio imepatikana fursa ya kutengeneza kituo cha kushushia abiria. Sasa hivi ramani yenu ninyi viongozi wa wataalamu wangu lazima muitiuni pale kituo kipatikane vizuri. Maana tulishindwa wakati ule watu wameweka matumbo mbele, yani vibanda vimesogea mbele. Pale tunapotokea mlango ule. Uongo kweli? Sasa watu wanashindwa pale wanagongwa na sasa hivi watagongwa, hawajagongwa nasikia. Lakini wanaweza kugongwa kwa sababu watu ni wengi. Ni wengi wanajaa pale. Uongo kweli? Sasa lazima tukubali pale tutengeneze ramani ya kuruhusu kituo cha kushushia nini? Abiria. Vivyo hivyo mbele huku. Sisi tukubaliana hivyo kwamba hiki kitakuwa kituo cha kushushia wanaotoka Tunduru. Hiki cha watu wanaotoka Mbeya. Kwa tafsiri hiyo mnapotengeneza mazingira hayo, engineer wetu na mtaalamu wangu wa ardhi ambaye ni kaimu mkurugenzi leo, lazima mtengeneze mazingira kwamba sasa tunarudishaje ili stendi iwepo kituo cha kupakia na kushusha abiria. Na kwa sababu kutakuwa na mlango mkubwa, ule mlango mkubwa pale hitaji letu ni kwamba tukitaka kuona mbele tuone kujenga. Si ni muda sasa. Lazima tuwekeane muda. Mimi sitamani wala niwaambie ukweli. Japo wengi walikuwa na tafsiri tofauti. Mimi sitamani kwamba muendelee kufanya biashara kule chini. Mimi sitamani. Sababu ziko nyingi. Za kijamii na za kawaida. Pamoja na kwamba mnakwenda kipindi hiki ndio kizuri cha kiangazi. Lakini kule kuna maji mingi. Ninyi wafanya biashara nguo zenu mkisema mkae muda mrefu kule ni tatizo. Kule maji yanaibuka wote tunajua. Kwa hiyo mimi tamaa yangu ni kuona kwamba hapa tunarudi haraka. Sisi tumekuja na mapendekezo kwenu. Kama mnaona nafaa na kama mnaona ipo haja ya kufanya marekebisho tufanye.
Sawa? Maana tuone huu ndo mkataba wa mwisho na nini? Moja, tumependekeza kwa sababu leo ni tarehe 10. Tulikuwa tunapendekeza kwamba ujenzi uanze tarehe 16 mwezi wa 8. Mnasema mkutinya kumasi. Tukubaliana. Muda wa kwanza kujenga. Tukubaliane jambo moja. Tulipendekeza ujenzi huu ujengwe kwa mwezi mmoja. Kwa sababu hiyo ni biashara. Ndio mrudi kwenye eneo lenu. Maana wateja wenu kuendelea kuwatesa wanakwenda kule chini. Washazoea wanakuja hapa. Tulikuwa tunapendekeza hivyo. Nyie mnasema? Sawa. Mwezi mmoja. Ndio. Mwezi? Haya. Haya. Sisi yani wakujoba mbozi wewe waketea abantu kumasa yani mwabiringana yani ngatufura yani mkinyiri nginya miezi miwili je haya tukubaliane wanaosema mwezi mmoja hebu tukubaliane kwa wewe wanaosema mwezi mmoja waonyeshe mikono juu. Wanaosema miezi miwili siku 60 waonyeshe mikono juu. Wanaosema siku 60 miezi miwili waonyeshe mikono juu. Jamani, si mmeta? Ndio matokeo mpaka miezi mingapi jamani? Miezi miwili siku 60. Tukubaliane siku ya kwanza. Tunaanza lini sasa? Sisi tulikuja na mapendekezo tarehe 16. Nashukuru kwa nafasi hii. Nilikuwa napendekeza tuanze tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2018. Mimi naitwa Tito Liala. Kwa jina naitwa Niruba Chaula. Nilikuwa napendekeza tuanze mwezi wa 10. Mwezi wa 10 tarehe 1. Mnabishia nini jamani? Msikilize. Tuanze mwezi wa 10 tarehe 1, tumalizie mwezi wa 11 tarehe 1. Sisi sasa ndio itakuwa tarehe 30. Nilikuwa napendekeza kama alivyokuwa amesema yule bwana mwezi wa 9 tarehe 1, lakini kwa hapa katikati nilikuwa naomba wafanyabiashara tulishaorodhesha majina yetu ya wamiliki wa vibanda. Kumbe huu muda utapata wakati tunausubiria hiyo tarehe mpaka ifike, tunahakikisha yale majina yetu kule kama yapo sawa, ikusudi usije kuleta mgongano mbele. Kwa maana inapofika hiyo tarehe, tunaposema tarehe 16 kesho kutwa, leo ni siku 6. Watu watapigana huko. Tumesema vizuri sana, lakini mwisho utafika tutanani. Kumbe tarehe 1 mwezi wa 9 mwenyekiti na timu yake yale majina waliokuwa wametuorozesha watu bandikie, au kama wataita mkutano watangaze kwa watu halali wa kupata vibanda ni hawa wamiliki wa vibanda. Sije kaleta mgongano mwingine. Kwa maana leo wanaweza kutoka watu wa nje huko hatuwafahamu, hawafanyi humo, wakaja wakachukua vibanda huko, ikawa ni tatizo lingine. Haya, tupe jina lako. Wajumbe, naitwa Marco Nenora. Naitwa Anne Mzombola, Mrs. Mwambe, ni mfanyabiashara soko kuu la mkoa wa Songwe Vwawa. Mimi nilikuwa nakubaliana kwamba tuanze tarehe 16, lakini wanasema wengi wape. Nilikuwa na wazo hilo kwa sababu ya tofali. Pia tunapoweka siku za mbeleni tuangalie na upatikanaji wa tofali. Kwa hiyo mimi ninakubaliana na wengi wape kwamba basi tuanze mwezi wa 9. Kwa mfano tuangalie hata tofali jinsi ya kuzisafirisha, tunapopeleka mbele zaidi upatikanaji wa tofali, nyinyi wenyewe mnajua kwamba tutazipata kwa namna gani. Ndio wazo langu nilikuwa natoa kwamba basi tuanze mwezi wa 9, lakini pia tuangalie na tofali kwa sababu tofali zitahitajika nyingi na inatakiwa tuwe taratibu kutafuta tofali za saizi moja. Kwa hiyo tukienda kifuku huko utakuwa shida tena. Alafu lingine nilikuwa nauliza mwenyekiti kwamba umesema kwamba wengine anakuwa na kibanda kikubwa, huyo tunaweza tukamjumlisha ikawa kibanda kimoja. Mwingine tu ninaweza nikaa ni kibanda kikubwa nikasema hiki nilinunua viko viwili, sijui sasa hiyo haiwezi kaleta mgongano. Ndio mwingine kweli anakuwa alikuwa na kibanda akanunua na kibanda kingine vikawa viwili, lakini mwingine anakuwa na kibanda kikubwa, na kwa sababu tayari hapa nimesikia kwamba
umeshasema mwenyewe kwamba ukiwa na vibanda viwili utajua jinsi mtakavyokubaliana hapo. Je, mwenye kibanda kikubwa labda mimi kiko chumba la sebule na corridor, nikasema nilinunua kumbe ni cha kwangu hivyo, sijui itakuwaje? Mezane ukweli. Mbozi yetu tunaifahamu jamani. Ninyi mnafanya biashara, mnalima vile vile. Uongo kweli? Sasa mimi sipendekezi na niwe mkweli kwamba tuseme twende kipindi cha mvua ndo tuanze kujenga, mtapata shida. Kabisa kabisa. Lazima tuwe kweli. Mvua Mbozi inaanza mwezi wa 10 mwishoni, mwezi wa 11 ndio inaendelea zaidi. Wa 9 inaweza kanyesha na kudonoa. Bora tunasema ya maua hii. Sasa labda nirudi tu, lakini nidhani ni vizuri kazi hii tuimalize tarehe 30 mwezi wa 10. Nilikuwa napendekeza hiyo. Haya, kwa maana nirudi kwenye mapendekezo. Yule amependekeza tarehe 1 mwezi wa 9 mwanze. Kwa maana yote tarehe 30 ndio mmalize mwezi wa 10. Sitakuwa siku 60. Haya, nitawaulizeni. Wanaosema tuanze tarehe 16 mwezi wa 8, wanyoshe mikono juu. Haya. Wanyoshe mikono juu. 100. Wana mwezi wa 10, mikono juu. Umenyosha mkono au kuna kura moja, hakuna kura mbili, kuna kura 5, kuna kura 100. Kwa walioshinda ni wa kura 100, waliosema tuanze tarehe 1 mwezi wa 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 10. Hao ndio matokeo. Haya, kwa hivyo tumekubaliana maandishi yetu. Tutaanza ujenzi huu tarehe 1 mwezi wa 9 na kumaliza tarehe 30 mwezi wa 10. Itakuwa ni idadi ya siku 60. Tunafikiana, si ndio? Haya, tupunge mikono juu kwa kuafikiana. Baraka hizi. Kwanza tarehe 1 mwezi wa 9. Sasa hii lazima tuweke sawa. Wale rafiki zangu wale waliosema wao wanatamani kwanza takesha, tusiwabane. Sijui ndio wananikumbusha, lazima tukubaliane. Baada ya makubaliano ya muda wa miezi 2 kwamba tutakuwa tumelijenga soko letu lote na litakuwa kwenye sura mpya. Jambo la pili ambalo naona ni muhimu tuliseme, injinia wa ujenzi watashauriana na ofisi ya mkurugenzi kupata watu wa kuongezea, kwa sababu vibanda hapa ni vingi. Kwa hiyo hiyo neno la kwetu sisi. Mtatafuta watu wengine, mkurugenzi atajua namna ya kufanya, mpate watu wa kuwasaidia. Usifanye kitu wakakwambia bomoa. Wakikwambia bomoa, hiyo ni hasara. Si mnajua? Kwa sababu bahati mbaya mnajenga simenti. Mnajenga kwa kiwango cha serikali. Sasa wakuja kurudi kwamba bomoa, hapana. Kwa hivyo niwasihi kwenye hili la ujenzi, lazima mtafute mafundi wenye uwezo wa kujenga. Wenye uwezo wa kujenga vizuri. Isiji kabisa bahala anasema bomoa. Na ndio maana tunataka hapa, hata kama pamoja na kubana kwa engineer, apatikane mtu atakayekuwepo kila siku. Na taarifa ya timu zenu ambazo mnakwenda kuziunda, maana kama maeneo mengine si mlikuwa hamna. Kwa maana labda hawa wafanyabiashara wa hivi mtatengeneza mfumo. Hapa tunaweka watu gani wale viongozi wetu. Sasa wale viongozi kila wakati, kila siku watakuwa wanawasiliana na yule engineer wetu wa ujenzi ili atoe ushauri. Wakati huu muda mliotupa mmetusaidia. Hizi siku mlizotupatia hizi 21. Sisi serikali imetupa siku 21. Na ninyi siku 21. Hizi 21 za nini? Hizi ni za kuhama. Hizi ni za kurekebisha mfumo wa kukaa hapa, kama nilivyokuwa nasema mdogo wangu. Kwamba tusigombane. Kwamba majina yale ni hivi. Sasa mtarudi, hata wale mliokuwa mnasema wataondoka, si tumesema wasiondoke. Na nilichukua lera harusi yangu hivi, mnaosema waondoke, mmetumia vigezo gani? Mnaangalia wana hela nyingi sana, wanaweza kutafuta kwingine. Ni matajiri sana, ni maskini sana, au ni wanyonge sana. Yalikuwa ni maswali ambayo ni kubaki nayo kichwani. Sasa kwa sababu tumetanzua hilo, rudini upya, mkahesabu upya, na kama tulivyosema, lazima sasa kama tulikuwa masoko au wa matunda yalikuwa, nafikiri mtaangalia, muongeze pamoja na wakae na wanyanya. Mnaweza kutengeneza makao mapya. Makao mapya. Sema Mbozi kuchafu, usokole chenjeza kuchafu. Sasa hiyo habari sitaki tena. Hiyo habari sitaki tena. Trekta ipo, hakisheni kuwe kunakuwa safi. Hawa
wakatengeneze makao. Watakwenda kutengeneza makao ya muda kwa kujibana. Wanaweza wengine wakapenda wakasema sisi tunabaki kule kule. Unao tawaruhusugi huko kwa mabakini, lakini kwa sasa siku 21 ni muda wa kuhama, ni muda wa kurekebisha mikakati yetu tuliyokubaliana kwamba ramani itakaje. Hapa tunaweka maji, hapa tunaweka maji yale ya dharura kwa ajili ya moto, hapa tunaweka maji ya kuchota, hapa patakuwa na choo, hapa barabara. Hii ni kazi ambayo itafanyika ndani ya siku 21. Kuna jambo ambalo lazima tuelewane. Wale Mbeya kidogo naona kama litaanza kuwaletea shida hawa wa soko la Sidi. Kwa sababu ile soko lao lilijengwa kwa dharura baada ya moto. Nadhani wote mnajua. Lazima tufanye makubaliano mapema. Sio kufika mwishoni tukaanza kugombana na serikali. Mwenyekiti wangu yuko hapa magana. Hilo lazima tufike bahara tukubaliane. Kwa leo itakuwa ngumu kusema tuseme hiki kwa gharama gani. Kwa uzoefu hata yeye tuliojifunza. Kuna gharama ile inategemea na ukubwa, kwa sababu pengine vibanda vitakuwa vikubwa, pengine vibanda vitakuwa vidogo. Gharama haziwezi kufanana. Kwa hizo kubwa ama ndogo zitategemeana na hali halisi tutakayoiona. Lazima hapa tujue tofali na thamani gani. Simenti mifuko mingapi ina thamani gani? Bati zina thamani gani? Na bati zinazopigwa hapa ni geji 28. Ni geji 28. Lakini tumesema 28 hizi ni 28 za huko ndani. Nje kwa sababu bei vinawiana. Nje jamani, soko letu liwe zuri, liwe na rangi. Wale wa nje wale kubali, ndio raha ya kuwa nje. Ukiona nje upendi, badilishana na wa ndani. Unasema jamani. Nje mabati ni ya rangi. Nje soko si liwe zuri jamani. Hivi hamjaona pale Sido mnapopita wamepiga bati ile ya rangi, hamjaona? Si wanapendeza? Sasa ukiona nje ukupendi, unapenda bati nyeupe, maana ni vipaji. Wewe unaweza una rangi nyekundu upendi, sio mshabiki wa Simba. Au rangi ya kijani upendi, sio. Hamia ndani. Bati lazima ziwe standard, ziwe za rangi. Kwa nje sio ombi. Hapa lazima tuweke ukomo wa makubaliano. Nje sio ombi. Mtakubaliana gharama ya bati ni shilingi ngapi? Mtachana. Lakini lazima ziwe bati za rangi. Lengo kibanda chako, duka lako lipendeze. Ndani huku tutapiga nyeupe lakini geji 28. Ni sawa hapo? Ndio tuyafanye ni haya. Kwa mujibu wa sheria tutakuwa na mikataba. Mikataba ambayo tutakuwa nayo kiutaratibu. Wewe tutaratibu. Mnaweza mkakubaliana na serikali. Si ndio sisi wenyewe serikali, sio? Miezi miwili ya mwanzo baada ya kumaliza hiyo bure 100%. Sijasema. Yaani na hapa mfano. Nimewaambia leo hapa tukubaliane. Ila na hapa mfumo wa nini? Mfumo wa makubaliano. Mfumo hapa sasa natoa ni mfano. Tuelewane. Kwamba mkakubaliana kwamba miezi kadhaa ya awali kwa sababu mmetoka kwenye ujenzi, hii itakwenda bure. Baada ya hapo katika kiwango ambacho unatakiwa kulipa, kiwango fulani asilimia kadhaa hutalipa mpaka baada ya miaka 10. Yote hayo ni makubaliano. Sasa hayo makubaliano ndio tunatakiwa tufanye mapema ndani ya siku ngapi? 21. Sio leo. Mna kamati zenu za uongozi zitakaa na ofisi yangu ya mkurugenzi na mamlaka. Muone mtafanyaje. Hii ikija baadaye kama Sido ambalo naliona ndio kujitokeza, kuna eneo walikubaliana mapema, kuna eneo hakubaliana. Sasa kimkataba ni sheria. Sasa sheria, mnapofanya sheria lazima wote muwe makini. Sitaki jambo hili likwamishe kazi. Sitaki jambo hili likwamishe kazi. Shughuli yetu iendelee kama hii. Lakini hawa wenzetu wakae, watathmini na mwanasheria yuko pale. Watakaa, watengeneze mfumo wa mikataba yao itakuwaje. Muda gani tutakuwa mpito? Muda gani tutakuwa wa makubaliano? Asilimia ngapi? Tumekwenda kwetu wenzetu walitengeneza, wamesema sio 16%, sio 40%, wanajua watu walio kwenda nao. Lakini yote hayo leo hatuwezi kusaini mkataba. Lazima mrudi kwa kutumia viongozi wenu, wajadiliane,
waone watafanyaje. Baada ya miezi mingapi tutaanza zoezi na kwa asilimia ngapi. Lazima tutengeneze mazingira rafiki, kwa sababu najua mtakwenda kuumia na mtakuwa mmetoka kuumia mnapoingia kwenye mkataba. Mmenielewa hapo? Kwa viongozi mtakaa, mtashirikiana na ofisi zetu, mtengeneze utaratibu utakokuwa unafaa. Lazima tutafute kwenye mazingira yetu. Anzeni ndani ya siku 21 hizi. Tofali mtazipata wapi ambazo kombora zinafanana ama zinaelekeana. Hiyo ndio tusaidie. Kwa hiyo hizi siku 21 ni za mpito, lakini za maandalizi mazito. Tumekubaliana na sheria, na maana nimewaambia yanaandika. Tarehe 1 mwezi wa 9, kwa maana tarehe 30 ya mwezi wa 8. Si ndio? Hapa sipatikane mtu, apatikane mtu wa ujenzi, asipatikane mtu wa biashara. Mnanielewa jamani? Pigeni makofi hilo tu. Ndio sheria. Sasa asije akapatikana mtu anasema mimi nilibakiza yaani nalinga kwa afisi ya vimo vile vingi vile. Kwa kutufika kwa review. Sasa maana mwingine unaweza kusema kilibakia niliweka konani nilichimbia. Kukuaga ndani ya siku 21. Mambo haya hapo. Naona manya. Wewe ulikuwa unalipa karako vizuri. Wewe tuage lipa karako mapema. Uzio tukaletea na shida. Na watu wengi wanagombana na serikali wanasema wamekuja kutubomolea. Nyuma mlikubaliana nini? Leo hapa mmecheka. Lakini naomba tuwe serious. Naomba naomba jambo hili tulipe uzito. Tukubaliane na tuwe serious nao. Tumesema tarehe 30 maana yake tunaondoka hapa wote. Wewe unaanza kuondoka leo, ondoka. Tena leo ukiondoka leo ndio utakuwa huru. Hakuna tatizo kingine, utafunga tu mlango wako, unafanya vyote ndani humo. Maana si unasema mimi nahama. Tutakuja kuoneka tu mashimo. Basi. Ushauri. Hili soko ni la serikali. Mengine haya yamefanyika kwa kuongezea. Kila mtu anajua vibanda vya serikali, laini hii inajulikana. Vibanda vilikuwa na kubwa gani. Sasa wewe ukijidai unasema naenda kudanganya kwamba hiki kibanda, unajidanganya. Vibanda vyote hivi vilijengwa na watu wa zamani, makaratasi hayajaungua. Yanajulikana ukubwa, yalikuwa ukubwa gani. Kwa hiyo ukienda kujidanganya utende dhambi bure za uongo, unapoteza muda wako. Wewe jiandae kuongea ukweli. Kwa hiyo kibanda kikubwa kinaeleweka. Maana kuna standard. Inaeleweka kama kibanda kilikuwa futi 7 kwa 10, kitabaki kuwa futi 7 kwa 10. Uliongezea futi 3, maana inabidi tuzidishe. Kama vilikuwa viwili. Je, vilikuwa viwili hapo? Kama vyote vilikuwa 7 kwa 10. Kwa nini huyu yeye ni 7 kwa 13? Maana inatakiwa basi tupate 7 kwa 20, sio? Mnanielewa maana yake? Ya kihesabu, hiyo ni maana ya kihesabu. Lakini mimi nadhani hatafikia kwenye mgogoro. Na naomba kila mtu ajiapize kwa nafsi yake. Asitengeneze kwa namna yoyote mgogoro kwenye kazi hii. Tuwe sisi viongozi wangu, serikali yangu, viongozi wenzangu ninyi wa soko, tusitengeneze mgogoro kwa yeyote. Na ninyi wafanya biashara, msitengeneze mgogoro. Waanze kusema mimi hapa nilikuwa hapa ila nilimpaka fulani, hiyo sio biashara. Maana wengine mtakwenda kuambia, wataona sasa dili limefika. Kwamba sasa tukijenga kwa tofali tunauza kwa bei nzuri. Sasa msiende kutengeneza mgogoro. Wengine wameuziana kinyemera, kibanda kilikuwa cha fulani, kilikuwa cha Mwakateba, mwenyekiti. Kilikuwa cha Mwakateba, si nungu wana tu. Simo badilize mimi. Vyote vile vibanda hivi. Turudi tena kwa mimi Mwakateba, hivi banda niliuzaga kwa hasara. Sasa nirudishe, hapana. Ushabaulisha. Mbaki nacho kimoja, baki nacho hicho Mungu amekubariki nacho. Menero baba. Maana wewe si ndo maarufu wamo zamani ndio bana pafala. Mimi ndio mlikuwa maarufu kwa hii kwa soko. Wewe ndio ukibona. Kwa nini naomba msitumie madaraka yale kwamba mimi nilikuwa twendeni na utaratibu sasa. Naomba migogoro haitatusaidia. Wala hatafanikisha kazi zetu. Kwa jina naitwa Tumaini Karimu. Kwa habari za vibanda. Humu ndani watu walikuwa na vibanda lakini kwa wakati huu wengine hawapo. Isipokuwa wanajulikana kwamba wapo lakini mahudhurio hayapo. Sasa tutafanyaje hapo jinsi ya kujenga? Na huyo mtu mwenye kibanda kwa kuwa hahudhurii mahali hapa,
tutamuondoa au tumfuate tumwambie ili afuate utaratibu uliopo? Wapo. Nimepita siku moja juzi hapa nanunua makoti yangu na huyu Mgura. Kuna watu na nyasi zimeota pale katikati. Wengine mtakumbuka nilikuja kuungisha. Nyasi zimeota kangi mbegeso. Yaani zile tulikuwa tunatengeneza moto mbongo na ulimi. Pale katikati. Hivi ndani ya soko hilo unasema mtu yupo? Hapana, tutendeane haki. Rudini viongozi wangu. Kikubwa msifanye udarasi. Nendeni, inaeleweka kwamba huyu kibanda siku nyingi hajafungua. Na tukisema tujibane, soko letu litakuwa. Huyu mtu hayupo, hafanyi shughuli pale, eneo hili ni la serikali. Naomba mlielewe vizuri. Eneo ni nini? Lile eneo ambalo wote mna ushahidi wa wazi ambao hauna shaka. Na mkamtafuta mkamwambia yeye anaonekana hata ushirikiano. Sisi kikubwa tujenge. Kama hana uwezo wa kujenga, mtakaa uongozi. Anayetaka kujenga mumtafute nje ya mfumo ajefanye nini? Ajenge. Sisi tunataka tumalize kazi kwa pamoja. Veronica Kashiririka. Nilichokuwa naomba ni kwamba naomba tuongezee utendaji wa wanaume katika ujenzi. Utaka? Wanaume waongezeke katika ujenzi, kusimamia. Yaani waongezeke kwenye kamati. Ndiyo. Mungu hajatupa upeo, wanaume mna upeo angalau kidogo. Mama anajua kweli. Yaani mama anajua kama kutoka huko. Nadhani bila kwa sababu tumesema nataka nadhani akina baba mtaona kadri ninavyofaa kusaidiana. Kuna site kwa mfano kama hapa katikati. Wanawake ndio wengi zaidi. Huo ndio kweli. Nadhani tunamaanisha. Sasa mtaona njia itakayofaa. Mtakaoona njia itakayofaa. Hiki kikao changu sio cha mwisho. Ninyi mtaenda kufanya vikao vingine lakini nafikiri au mtafikiria. Na mengine mtu unaweza kama umpendi lakini unajua na uwezo wa kusimamia kazi. Mpende asimamie. Unanielewa? Soko halina chapa. Soko halina nini? Naomba ili nirudie. Na ndio maana hata wenzangu hao leo Mbabulie ndiye mwise. Hivi madiwani wa kwao, hebu nyosha mikono wakati tarafa mji wa kwao, tu hebu nyosha mikono mbaba. Eti mama sasa mnanyosha tu. Tuwasogee huku sasa, tutengeneza majungu nje. Tulichokubaliana hapa ni cha pamoja. Ni cha wananchi. Wewe diwani unakwenda kufanya mkutano, waambie watu kweli, jambo hili limekaa 1 2 3. Huu mkutano ni wa wazi, ndio maana na waandishi wa habari wapo. Sio mkutano wa uficho. Mnapokwenda kufanya kazi hii, wekeni siasa pembeni. Madiwani wengine siwaone, wako wapi? Jendezi. Kata nyingine ni Hazam. Yuko viti maalum mmoja. Sasa sio sawa, maana nilitangazia jana. Wote madiwani mwepo. Unajua haya mambo haya ndio wapiga kura wetu. Mbabura na kile. Ndio kuniambia. Sasa hao watu lazima tuje tuwasikilize. Kesho nishakutwa wanapokupigia simu unatoa ufafanuzi wa serikali. Mimi kama diwani jambo liko sina chama kwenye kazi hii, sina chama. Ukinikuta anga zingine nitakuwa na nguo yangu ile ya kijani. Hapa tupo kwenye soko la serikali. Ndio maana sijasema jitambulishe kivyama vyetu. Hilo sijataka. Kwa ninyi madiwani wangu ndio mtakuwa jicho la hili. Mimi sitapatikana zangu mlangazi sitashinda kila siku. Ninyi ndio wakupita mara kwa mara. Mwenyekiti asibugudhiwe. Msaidieni, muongozeni, atimize wajibu wake kwa nafasi yake. Kwa hiyo ndani nikazie kweli. Sina shaka na ninyi. Wako wengine wataleta siasa kwenye jambo hili. Jambo hili halina siasa. Mnaelewa? Jengeni soko lenu. Ninyi mnauliza kwamba chama gani uliokuja kununua nguo? Siamuulizi. Kwa nini kujenga tu na vyama? Kwa hivyo nendeni mkaunde timu. Na mwenyekiti, mengine afanyeni na mwenyekiti wa mama. Anaweza kukaa na madiwani wake na ninyi mkatengeneza. Mengine mkafanya kwa niaba yetu sisi. Mkatengeneza. Hebu tuunde timu. Nimewaambia, hata kama mtu umpendi, lakini najua anaweza kusimamia kazi. Mpeni kazi asimamie. Kwa jina naitwa Josco Chaula, kwenye biashara ndani ya soko na nje. Na kwangu ni kwamba tumeambiwa tunapoandaa kujenga hapa tunaenda pale chini kwenye soko la pale chini. Sasa pale chini kuna watu walishapewa banda toka zamani, nje kule havijazunguka. Kwa maana hiyo usalama wetu tunapoenda kujenga banda vya muda mle ndani, ulinzi na usalama itakuwa kidogo sana. Sijui hapo mnatusaidia vipi? Kuna vibanda ni mapagala muda mrefu viko pale chini.
na tunapoenda kujenga ili tuweke ulinzi vizuri, lazima vibanda vya nje vizunguke viishe, ndipo tunapojenga vibanda vyetu vya muda pale ndani. Tunapotafuta walinzi, ulinzi utakuwa vizuri sana. Bidhaa yote lazima ilindwe. Sasa nilikuwa najaribu kushauriana na wenzangu hawa wenye mji. Kweli inaonekana kuna vibanda havijamalizika. Na mimi sijaja kutengua torati. Bamba sasa vile vibanda tuchukue. Niache kwenu. Ninyi mkae. Maana kuna watu wengine wanatusumbua. Na wapo watakaojitokeza kwenye zoezi hili. Hata hili ndio walianza na tunataka kwenye mkataba wa leo tunaanza. Yaani kuna watu wako hivyo, amepewa kibanda, hataki kukimalizia, anawakwamisha wenzi. Kwanza anachafua mazingira. Kwa sababu ni uchafu, vibanda vingine mle na matakapela na kondole zile meli. Sasa ili teo naenda mkakae. Muone mtafanyaje. Lakini na ninyi wafanyabiashara wangu, si hapa hamna walinzi hapa. Walinzi wenu wale si mnalama nao. Wale walinzi wetu wahame waende wakalinde kule. Hebu kwanza sasa tunakwenda kipindi cha mpito. Nikisema leo ni wadanganye niseme nitajenga vibanda vyote vya idadi hapa ili wote mkamudu kule nitakuwa muongo. Kuna watu watakwenda kule watakosa. Kuna watu watakwenda watapata. Kuna watu wengine watajiongeza kule kule. Kwamba hiki kibanda ambacho hakijaisha kilikuwa cha nani? Tumtafute huyu mtu, nimalizie mwenyewe, niwe na kibanda kule na huko. Wapo namna hii. Nazo ni akili za kuzaliwa nazo. Hao na waruhusu waendelee kuzaliwa na akili hizo. Sasa wewe unayesubiri eti leo nikudanganyeni nasema naenda kuvijenga, hapana. Mimi huyu ninachomwambia, akakae akaangalie watu gani ambao vibanda vyao havijamalizika. Sawa? Na je, awaite. Sasa utakwenda kuwaita na mwenyekiti wako. Waiteni na kamati zenu, mkae mnazungumzana. Hivi vibanda sisi tunataka kuvitaifisha. Tunataka kufanya nini? Kuvitaifisha. Maliza haraka ndani ya siku ngapi? 21. Ameshindwa mtatengeneza utaratibu. Aliyeshindwa. Lakini wanaweza kujitokeza hata hawa. Kwa sababu hawa wengine wanapenda kufanya na Tunduma na wapi. Kwa sababu niwaambie wananchi wangu. Malengo yetu sisi tukimaliza soko lile nalo lazima lifumuliwe. Leo ni tunalosema Raitengeze. Ule ni uchafu. Yaani vibanda vingine ni vifupi. Bonjo june ni vifupi. Wanachoma na kitimoto. Sasa hili mtakwenda kukaa tengenezeni taratibu nzuri. Abrahamu Mshani. Nashukuru kwa maelezo ya serikali. Binafsi nadhani na wafanyabiashara wamezielewa vizuri sana kwa ufafanuzi wako. Changamoto ambayo ipo hapa mwenyekiti, kwa kuwa serikali iko hapa, biashara zetu ndani ya soko hili kwa nini zinadorora? Hili ndio nimeamua nililete kwenu. Kinachosababisha miundombinu miundombinu ya kuingia hapo Vwawa kwa kweli inatusumbua. Ndio maana hizi barabara za Mbozi Mission, sijui Ganduka, sijui Handa kwenda hizi za huku, hizi barabara ni mbaya. Watu wanakwepa kuja hapa. Hata hii barabara wanasema sio wataichonga pata Ileje, lakini wale wanaenda Mpemba, wa huku wanaenda eneo ambako ni rahisi. Hapo panaendelea kufa. Kwa hiyo tunapoboresha hili soko letu, tuangalie hata miundombinu ili hili soko liweze kufanya biashara vizuri. Vile vile tunashukuru kwa ufafanuzi mzuri, kwa sababu umewaambia wa huko nje wajaribu kupiga yale mabati ya kiwango cha kulipendezesha soko. Tulikuwa na msigano mwenyekiti ndani hapa. Kuna kipindi tulifanya mikutano kwa kutengana, wa nje peke yao, wa ndani peke yao, wakasema ili soko linaboreshwa tu la ndani, nje kuna baki. Tukajaribu kuhoji sasa, huu kisasa unatokea wapi kama nje tutakuacha kama kulivyo magofu hayo? Wakasema hayawahusu. Na ukweli wa ndani tuliokuwa tunahoji, wakatuona hatuna akili, wanasema nyinyi wa ndani hamna akili. Endeleeni na mabadiliko yenu. Lakini huko nje sisi tunabaki kama kulivyo. Ile ramani tulimwambia mwenyekiti ailete, tukaiangalia. Kwamba mwenyekiti, hii ramani inaonyesha wazi kwamba kuna vibanda vyote ni lazima viwe vya kisasa. Lakini mwenyekiti alichotuambia, akatuambia hii ramani inahitaji wataalamu. Sisi tuliisoma tukaielewa. Lakini alisema hii nyie hamwezi kuielewa, inahitaji wataalamu. Aliwaaminisha wa nje kwamba nyie hivyo vibanda mkarabati ni vya ndani tu. Labda kwa maelezo yako nimefurahi mliokuelewa. Mimi nimekuja na madiwani wangu. Mimi ndio mwenyekiti. Yaani katika wenye viti wa wilaya wa serikali mimi ndio wa mwisho kwa wenye viti. Yaani hao wote wananisaidia mimi. Wote wenye viti wa ofisi wananisaidia mimi wote hapa.
Yaani ukiwa hata mwenyekiti wa kanisa lakini uko Mbozi, mimi ndio mwenyekiti wako. Kwa hiyo wakati fulani kauli yangu mimi sasa ndio ya mwisho. Yaani sitaki mzee Kaguta atachanganyikiwa hapa tukimpiga maswali mengi. Ngoja muone hapo mzee. Akange. Mengine yaache. Mengine yanamalizwa na mazingira na wakati. Haya ndio mazingira ndio wakati. Sawa? Sasa kote mliulizana nini? Futa, weka akiba. Sasa mzee naye atakuwa amegundua. Nini nafanya itampinyo kutoa kumbe? Gari mbona? Naye kukwepa. Mimi naambia mimi wewe mzee twende panda gari. Lakini nilijua na mimi vao inanihusu. Unanielewa? Mimi siku zangu za uhai wangu nikiwa kiongozi nyingi natumia vao. Kwa hivyo nitakuwa mnafiki. Nikisema eti vao mengi sijui. Ila nitakuwa naogopa tujaingilia kwamba mamlaka sasa kuna diwani, kuna nani. Unanielewa? Lakini nayajua. Nasimenye. Ndio maana nilikuja kulazimisha anaposema eti za simu hawana ziko charge nikasema tutakwenda hata nyumbani tuwape. Nitaka wakajifunze watoke na picha ya kuzaliwa upya. Kujifunza kujaye malizika. Naelewa? Mzee na aliniunga mkono nilipofika kule Mbeya. Ndio hivyo. Na mzee hana matatizo. Yuko vizuri, amenipa ushirikiano wa kutosha. Ni bwana twende soko hili. Tukapanda gorofani kule jiji. Akasema mzee, tupe picha. Akatupa picha kaelewa. Sasa hivi mzee hana shida. Kwa sisi wa Tanzania wanaofanya biashara nje ndio wana nguvu. Mlinielewa kwenye sentence zangu za mwanzo? Nilikuwa nafikiria hivi mnaosema waondoke wenyewe. Ni waina gani? Mnaosema wao wafumue ni waina gani? Yaani vigezo gani vilitumika? Uliangalia urefu, utitu, ulekele. Sasa vyote hivi tunakuwa nao. Sasa leo tumekuja kutamatisha. Tumekuja kuhitimisha. Tunakwenda kwa utaratibu huu. Na sababu ni rahisi tu. Ni barabara ndio inasukuma vibanda vyako. Maana hatuwezi kusoma kibanda bila barabara. Si barabara ipo. Sisi tutakupigia 7 pa. Futi 22 inakwenda kuisha. Kuweni na amani. Tutasaidiana kusimamia kwa kadri ya uwezo. Imebakia changamoto moja. Nilikuwa najaribu kutata na wenzangu tufanyeje nayo. Kuna mambo mawili. La kwanza ni sheria, sio sisi. Sheria ndivyo inatambua yenyewe. Kwa magari makubwa haruhusi kuja huko ndani, si ndio? Sasa hivi mnashushia kule CCM. Si ndio? Je, wateja wenu wanapokuja kununua bidhaa hawaji wameshakimbia. Sasa hilo ndo lenye kuniumiza kichwa. Hilo mimi kama mwenyekiti ndo naondeza. Ila miundombinu ya kule hiyo ni sawa. Sasa tupate wapi hela hamna sasa. Nisemee hilo. Kwa hiyo hili lingine hili ndio mimi nilifikiri mnaniambia mwenyekiti. Je, mimi mteja wangu amekuja nataka je bebe bidhaa atapaki wapi gari? Na mwingine Mungu amekujalia. Unakujaga na kagari kazini. Unakaweka wapi? Hilo ndio nataka tujadili sasa. Tulifikiria. Sasa hii itategemeana na wenzetu tutakapochezesha na ninyi mtakapokubaliana. Soko letu sisi la Vwawa tofauti na masoko mengine ukienda nyuma yake kuna kichaka. Sisi soko la Vwawa lote limezungukwa na lami. Si ndio? Kwa maana sisi kila ndio maana tukasema kote kuwe sawa mzunguko mzima. Maana yake ni hii. Kwamba sisi soko letu kote kunatakiwa kufanane kupendeze kote ni mjini. Sasa tuwe na parking mbili. Ya kwanza ambayo tulikuwa nafikiria kule mbele kwenye miti kule karibu opposite na MDC kule daraja lilikuwa na matatizo hapa Matura lile daraja limekamilika na injini sawa bado lakini lipo kwenye hatua za mwisho. Kwa hiyo lengo letu watu wa Igamba watamani kuja Vwawa, ndio lengo letu, yani kutengeneza lile daraja liwe na viwango na barabara ile kifusi kimesambazwa nimekiona juzi vizuri. Kule Matura nimeona bana. Sasa macho yangu hapo kumtaa. Mungu ni haraka. Ni mtafi kimesambazwa. Kwa hiyo lengo letu kufikika. Lakini ndugu zangu tuambizane ukweli. Pale penye nguvu za wananchi lazima tukubali nguvu za wananchi zifanye nini? Zifanye kazi. Mbozi inakata 29. Kwenye ukubwa wa mtandao wa barabara Mbozi ndio inaongoza kwa sababu ina barabara nyingi ambazo wananchi wanaishi. Tofauti na Unyamwanga, wananchi wako wachache. Kwa hiyo barabara nyingi haziko. Sasa Mbozi kuna barabara. Sasa ukisema zote tuzikarabati kwa siku moja, itakuwa muongo. Naomba kwa sasa tupambane na hali zetu tulizonazo ili maisha yasonge mbele. Mlete mmalere.
Nashukuru sana kwa sababu na wataalamu wako na madiwani wako hapa. Pamoja na kwamba tunajenga soko nzuri ambalo itapendeza. Lakini sasa ila kutuondolea magulio ambayo umeweka katikati ya mji huu, ili soko wala haifanyi kitu. Itafungwa milango tu. Nimeshangaa wenzangu hawajauliza hili swali. Kuna magulio mawili hapa na kwako. Magulio mawili mjini hapa. Sasa magulio mawili yakiwa hapa mjini, unafikiri soko litakuwa soko? Naomba mtufikirie. Hata kama mnaweka magulio, ikae mara moja kwa mwezi. Sio magulio kila siku, kila wiki magulio jamani. Masoko yatakuwa masoko? Pamoja na kwamba jambo vya mapato, lakini masoko hayawezi kupendeza, mji hawezi kupendeza na magulio katikati ya mji. Ndio milango. Hivi mzee anakuja kuongea nini? Na msichana alivyompiga kigogo kile nikasema naweza kaanza kujibu na yeye. Sasa amekwenda kwenye mtego. Niwaombe wanavyo. Maana tuzungumze tu. Wote ni Watanzania. Yaani anayekwenda kupeleka bidhaa sokoni ana haki sawa na anayepeleka bidhaa kwingine. Sawa na wewe leo ukaamua mimi pamoja na kwamba na kibanda sokoni na kufungua kioski nyumbani kwangu. Sasa ni sitaki kwenda ndani sana. Na wasihi na waomba. Mungu atuongoze. Na atusimamie kweli kweli walipo waputi. Baba. Mwipute vivyo. Yaani tuwe na amani. Kwa sababu gani? Tulipojaribu hata kuondoa lile soko bado kulikuwa na vita kati yenu na wao. Ugomvi ni mgumu. Kwa sababu wengine na ninyi ni binamu zenu, wengine watoto wenu, wengine shanga zetu. Lakini vile vile wengine wanawapa bidhaa wale wakafanyiwa kauze kule. Uongo. Wapo. Kero nyingine ni hapa nje. Hebu na watu erani. Unajua? Mbozi wewe. Vuna wewe. Naomba basi tutulie tusikilizane na kitu wangu wa mamlaka. Soko gumu na ambalo lina ugomvi mkubwa ni lile ambalo tunaita wechenjezi. Hata kama liko Iloro sasa. Hilo ndio ukisema ufute lina hisia hata vijijini. Unanielewa? Yaani waje wakuumike, yaani utakauka tu. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba jambo hili unapolishughulikia lazima yaani tumia akili nyingi mno, lakini akili nyingi hiyo inaweza kufika mwisho. Sasa hili la nje hili ndo nalielewa sasa. Hili ndo hapo mwisi. Mimi nilikuwa naomba madiwani wangu hasa wa mamlaka. Unajua mapato hao usiache mbachao kwa msara bila, yani soko ni kitega uchumi cha kudumu. Ndio hili naomba, inawezekana nikanukuliwa vibaya lakini pote ni hapo. Soko hili naozama watu utumie pesa zao kulijenga lina mambo mengi, lina gharama nyingi, lina maumivu mengi. Lakini na mimi pamoja na kwamba na wananchi wangu Ndolezi wanakuja kuleta maparachichi hapo katikati kwenye mti. Si pale kwenye mti? Hapo nje. Nje wapi? Ndio kwenye mti. Yaani ndio kwenye mti ule uliojengwa katikati TANESCO huku. Zamani pale kwa pale saizi ni stand wenyewe wapo. Nafahamu kuna mti ule mti wa Magufuli aliyojaa katika waziri. Yaani ndio kusema hivyo wakati fulani busara itusaidie. Najua hata watu waliposema bajaji ziondoke mjini walileta fujo. Kwamba kwa nini bajaji zimeondoka mjini? Lakini sina uhakika. Kama tukisema hebu la Jumamosi ndio libaki kwa soko. Kama tarani walikuwa tunaweza kurania wewe. Sio nyinyi sasa nauliza wao. Yaani nitaka hebu mengine haya tuone namna busara atakapotuma mwenyekiti. Tukubali kupata na kukosa. Hebu kajadilini. Lakini mimi sioni haja sana ya kuwepo soko hili. Kwa sababu ili hawa watulipe ushuru ndani kwa kila siku lazima mwananchi asinunue pale ingie ndani. Ndio. Sasa na tunaposema Christmas
Tunaposema Christmas, wauza kuku wanafaidika, wauza nyanya wanafaidika, wauza mchele wanafaidika, si ndio? Sasa niwaombe, sitaki kuamulia, lakini hebu nendeni mkatathmini. Mimi kama mwenyekiti wenu sioni umuhimu sana wa soko liendelee kuwepo. Kwa sababu la Jumamosi wamekubali liendelee kuwepo. Sasa mnataka wasemeni vyote wakataa. Sasa hilo kalijadili. Sijaamua ila wakalijadili. Hebu naomba mtulivu. Uongozi ni uvumilivu. Na wewe vumilia, siwe kiongozi zaidi. Haya, naomba tufanye mambo mawili. Tuna ngazi serikali. Wa mamlaka hao ni serikali. Wa mamlaka ni serikali. Ndio maana nikasema waende walijadili, lakini mimi kwa haraka nilikuwa naona ni muhimu soko la Jumamosi kuliko hilo la Jumatano. Na mimi wananchi wangu wanatoka kule Mlangali wanaleta hapo, lakini mwisho wa siku mtaangalia faida na hasara. Zote tuziangalie. Maana nao hao binadamu. Kwa hiyo mkajadili, wakijadili wataniletea. Na nilikuwa naomba teo nijadili haraka uniletee mimi tarehe 17. Tarehe 17 nitakuwa na kikao cha halmashauri pale na madiwani hawa. Sasa mtakuwa mnaniletea. Na hilo mnapolifanya waite na madiwani wote wa ndani ya mamlaka. Wawepo mwenyekiti. Wakaribishe wawepo mjadili wote kwa mapana. Ili mnapotuletea maoni ya tarehe 17 mwezi huu, mtuletee mkiwa mmeshibisha hoja. Ndugu wajumbe, kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa mwisho, nimefunga mkutano. Nawashukuru mtazamaji wa J Online TV. Ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.